Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Vita katika eneo la Mashariki ya Kati vinavyopiganwa kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vinazidi kuleta mateso kwa ulimwengu, hasa juu ya kupanda kwa bei ya mafuta, jambo ambalo linaifanya Marekani kulegeza vikwazo dhidi ya Urusi. Urusi inapata nafuu wakati huu kutokana na vita vinavyoendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Moja kati ya taarifa ambayo imetolewa na Marekani ni kwamba imepunguza vikwazo dhidi ya Urusi. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema Marekani inaweza kulegeza vikwazo zaidi kwa mafuta ya Urusi ili kusaidia kuleta utulivu wa usambazaji wa kimataifa wakati uamuzi unaoendelea wa Marekani na Israel dhidi ya Iran ukiendelea. Tunaweza kuondoa mafuta mengine ya Urusi, Bessent aliambia Fox Business, akiongeza kuwa Wizara ya Fedha inazingatia hatua za kuachilia mamia ya mamilioni ya mapipa yaliyoidhinishwa kwenye maji kuleta unafuu katika soko la mafuta. Hali imezidi kuwa mbaya kwa washirika wa Marekani, hasa mataifa ya Ulaya, kuweza kufahamu ni namna gani wataweza kuishi kutokana na kukosa mafuta pamoja na gesi. Hata hivyo, bei ya mafuta imepanda hadi kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili baada ya waziri wa nishati wa Qatar kuonya kuwa anatarajia wasafirishaji wote wa mafuta na gesi katika Ghuba kusitisha uzalishaji ndani ya siku chache. Saad Al-Kaab aliliambia gazeti la Financial Times kwamba mzozo katika Mashariki ya Kati, eneo ambalo lina jukumu muhimu katika usambazaji wa mafuta duniani na njia za meli, unaweza kuangusha uchumi wa ulimwengu. Mafuta yasiyosafishwa ya Brent yalipanda kwa zaidi ya 9% siku ya Ijumaa na kuzidi $93 kwa pipa, kiwango cha juu zaidi tangu mwaka 2023. Kupanda kwa bei ya mafuta kunaweza kuwa na athari pana, sio tu kwa gharama za kujaza magari, lakini pia kwa gharama za uchumi wa ulimwengu pamoja na upatikanaji wa bidhaa katika ulimwengu. Sasa kutokana na hali hii, Marekani imeona hakuna njia mbadala isipokuwa ni kulegeza vikwazo kwa Urusi na kuhakikisha kwamba Urusi inasambaza zaidi mafuta ambayo yalishikiliwa katika maeneo mbalimbali, lakini pia kuhakikisha kwamba Urusi inachukua jukumu muhimu la kuweza kuhakikisha mafuta yanapatikana kila mahali katika ulimwengu, jambo ambalo litaweza kusaidia maeneo mengi kupata nishati ya mafuta kwa bei rahisi, lakini pia kwa uhakika. Lakini Urusi imetangaza hadharani kwamba hata kama kutakuwa na uondolewaji wa vikwazo vya Marekani, hayatoweza kupata gesi wala mafuta, na kwamba inasitisha usafirishaji wa mafuta na gesi katika mataifa hayo. Mataifa hayo ya Ulaya yaliweka vikwazo vikali dhidi ya Urusi kwa maana ilikuwa anataka kuangusha uchumi wa Urusi kwa sababu ya vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine. Na hivyo inaonekana ni kama vile Urusi inataka kulipiza kisasi na kwamba kuyafanya mataifa hayo kuyumba kiuchumi kama ambavyo alitarajia uchumi wa Urusi uyumbe. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika dunia.